sauti ya Injili inayotoka katika kanisa la Calvary Assemblies of God, madhabahu ya BCMC International, Bagamoyo, mkoani Pwani. Na wasalimia ndugu watazamaji wangu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu kwetu ni mwema. Ninalo jambo la kushirikiana nanyi katika maudhui haya ambayo tuko nayo siku ya leo kwa ajili ya kutia moyo jamii ya watu wetu tulionao leo, kwa kusudi la kusaidiana mwenendo mzima wa maisha tunaokuwa nao. Kama kanisa tunao majukumu ya kushirikisha uzoefu, maono na mafunuo ambayo Mungu anatupatia kwa ajili ya kuwafaa jamii ya watu wetu ambao Mungu ametupatia kuishi nao katika nyakati zetu. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wakati mzuri huu ambao tuko nao. Majina yangu naitwa Heri Ibrahim Dimanga. Niko hapa Bagamoyo. Ninataka kushiriki na wewe neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Luka sura ya 15 na mstari wa 11 mpaka pale mbele, ambapo tunasoma maandiko haya yanasomeka hivi. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake zote huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kubwa ikaijia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye akampeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda yaliyokuwa anakula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu, yaani hakuna aliyemhurumia. Alipozingatia moyoni mwake, akasema, ni watumishi wangapi kwa baba yangu wanakula na kunywa, na mimi niko hapa na kufa kwa njaa. Nitaondoka sasa kwenda kumwambia baba kwamba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, wala sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako hawa. Bwana asifiwe sana. Ndugu watazamaji, nataka kushiriki na wewe maneno au neno lenye kichwa linalosema wajibu wa kila mwanadamu katika maisha hapa duniani. Ndugu yangu, sikiliza, nikwambie jambo la muhimu sana. Maisha ya hapa tulio nayo hapa duniani yana kanuni zake. Ukikosea hizo kanuni, umekosea maisha. Kuna namna ambavyo unatakiwa ufahamu ndani ya moyo wako kwamba kama unahitaji kuishi maisha yenye mguso kwa jamii na watu wako, unahitaji uzingatie kanuni, kwa sababu una wajibu wa kufanya katika maisha yako. Uwe unajua au hujui, kuna namna maisha yako yanagusa watu. Kuna namna maisha yako yanasaidia watu au yanawaboa watu. Watu wanaweza wakakuhukumu kulingana na vile wanavyokuona. Watu wanaweza wakakuzungumza kulingana na vile watakavyokusikia. Muonekano wako, kusikika kwako, namna unavyoongea na namna unavyosikika. Sasa, kwa maana ya kawaida ya mwanadamu duniani, anaweza akakosea utaratibu wa maisha. Mwanadamu hapa duniani anaweza akafanya jambo ambalo si zuri. Kwa maana unaweza ukakosea, unaweza ukaamua vibaya, unaweza ukawaza vibaya, unaweza ukafanya mambo ambayo si sahihi. Unaweza ukaishi maisha ya kiadhabu katika dunia hii, kwa sababu kwa kawaida ukikosea utaratibu wa maisha, unaingia kwenye adhabu ya maisha. Unaadhibiwa hapa duniani na utaadhibiwa kwenye maisha ya wakati ujao, kwa sababu tu umekosea mfumo wa maisha kwa utaratibu zake. Sasa Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu anamuumba Adamu, alimuumba kwa utukufu wake, akamweka katika bustani ya Eden, akamwambia tawala hapa. Utawala aliompa Mungu Adamu
unahusianisha uhusiano wa kati yake yeye aliyempa mamlaka na yeye mwenye kutendea kazi mamlaka aliyopewa. Kwa sababu kwa kawaida mamlaka isiyotambua mamlaka iliyo juu yake, hiyo sio mamlaka. Kitu kilichotokea kwa Adamu baada ya kuwa amepewa mamlaka ya kutawala na kuishi na kustawi na kutunza ile bustani, akakosea, akafanya makosa ya kutunza bustani ya Eden. Makosa yale yalitengeneza mazingira ambayo sasa maisha yake yakaingia kwenye utata. Akatengeneza mazingira ambayo sasa unaona katika sura ya 3 ya Mwanzo, Mungu anahukumu, anaachilia hukumu juu ya maisha ya Adamu. Anamwambia michongoma itakuchoma, utaishi maisha ya taabu katika dunia hii. Mambo ambayo mpaka leo wanadamu tunaumwa, wanadamu tunaugua, wanadamu tunakutana na mazingira magumu, tunakosa vitu, tuna mambo ambayo unakuta tunayamisi, tunayahitaji lakini hatuyapati. Wakati mwingine tunaingia kwenye maisha ya msoto kwa sababu tumepoteza wajibu wetu, tumekosea mfumo. Sasa kitu gani nataka nikwambie? Mwana mpotevu, story tuliyoisoma mahali hapa, binasema kwamba alihitaji vitu vyake kutoka kwa babake kama sehemu ya urithi uliomwangukia. Baba akampa. Baba hakuwa na complication naye, akampa. Alipompa, shida ikaja kwenye matumizi, kwamba kijana hakuwa na akili ya namna ya kutumia, akatumia vibaya, akapoteza vitu vyake, akafanya vitu ambavyo alivyokuwa anajua. Biblia inasema akapoteza mali zote alizopewa na baba yake kwa maisha ya anasa. Akatumia kwa wanawake, akatumia kwa wanaume, akatumia kwenye ulevi, akawa na starehe nyingi sana katika maisha yake. Mambo yaliyosababisha akaanza kuhitaji, kwa sababu aliishiwa. Uhitaji ulimuingiza kwenye hali ya kutamani ale chakula walichokuwa wanakula nguruwe, kwa sababu ilibidi aende kutafuta namna ya kusovu maisha. Fedha zimeisha, kila kitu kimeisha, anatafuta namna gani asovu maisha. Sasa kwenye kusovu maisha, anaona nguruwe wanafaidi, yeye anakufa na njaa, kwa sababu ilibidi asubiri salari yake, ili ile salari ndiyo iweze kuwa chakula, iweze kuwa mahitaji yake. Sasa wakati wanakula nguruwe, anaona wanafaidi, akatamani kujilisha chakula walichokula nguruwe. Hii ina maana gani ndugu yangu? Kwamba mwanadamu ana makosa, mwanadamu ana dhambi, mwanadamu anaweza akamtenda Mungu dhambi. Katika kitabu cha Luka sura ya 15 na ule mstari wa 17, Biblia inasema hivi: alipozingatia moyoni mwake, akasema, ni watumishi wangapi kwa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi niko hapa na kufa kwa njaa. Mwana wa Mungu, nataka kushirikisha maneno haya muhimu sana kwa ajili ya maisha yako, kwamba kuna namna ambavyo unatakiwa uone na utazame katika mazingatio. Uzingatie, yani kwamba usione kwamba kuna mambo unapitia alafu kaona ni kawaida. Yani maisha unayoyaishi, ikiwa hayana mvuto, ikiwa hayana mafanikio, ikiwa hayana kibali, ikiwa hayana baraka, uelewe kabisa kwamba yana sababu. Lazima utafute kuzingatia, kwa nini naishi hivi? Kwa nini wengine wanaishi hivi na mimi siko hivyo? Kwa nini mimi naishi namna hii na wengine wanaishi vile? Kwa nini natamani hiki lakini sipati? Kwa nini maisha yangu hayasogei? Zingatia. Yaani sitokee ukasema kwamba Mungu ameniumba hivyo, kwa hivyo ndivyo nilivyo. Haijatokea hivyo. Mungu alipokuumba, alikuumba na mbaraka kamili. Alikuumba akiwa na malengo ya wewe uishi mahali hapa na uishi maisha ya ushindi, uishi maisha ya mafanikio, uishi maisha yenye neema. Lakini kwa nini unamiss? Kwa nini kuna vitu ambavyo unavihitaji? Kwa nini kuna vitu ambavyo hauoni mwelekeo navyo? Ni kwa sababu kuna mahali ambapo umekosana na Mungu. Kuna mahali ambapo hujazingatia moyoni kuhusu hali ya nchi yako, kuhusu hali ya familia yako, kuhusu hali yako mwenyewe. Hebu angalia huyu kijana alivyoenda katika ile nchi ambayo haijatajwa moja kwa moja. Biblia inasema alipoingia katika ile nchi akatumia. Baada ya kutumia, nchi ikaingia kwenye hali ya kuhitaji, ikakutana na njaa. Ile njaa ilimhusu na yeye moja kwa moja, kwa sababu hakuwa na kitu.
Biblia inasema kwa ajili ya njaa aliyokuwa nayo akatamani kujiunga na wenyeji wa mji ili waweze kumsaidia. Nchi yako inaweza ikapata shida kwa sababu ya dhambi. Maana Biblia inasema katika Misali 11 ya kwamba dhambi ni aibu katika nchi, lakini toba inabadilisha aibu katika nchi, na inaweza ikaleta heshima.